wa bosi, mke wa bosi, mke wa bosi, mke wa bosi, mke wa bosi. Baba, shikamoo. Baba, nakuamkia shikamoo. Kaa chini. Kaa chini. Duchu, hivi una nini wewe? Hata masaa 24 hayajafika ushafanya tukio jingine. Nakumbuka uliondoka hapa kwa msala. Leo hata nyumbani hujafika. Nikueleze kwa lugha gani wewe Duchu unielewe? Baba, tukio gani nimefanya mimi? Na nyumbani ndo kwanza ninafika sasa hivi. Nimefanya nini mzee wangu? Unajua kuna mambo unayafanya hata shetani hawezi kufanya kama hivyo. Unataka unamfanya wewe. Hujafika nyumbani ushampola mtu. Duchu, maisha gani unataka kufanya wewe? Maisha gani unataka kuishi? Nikuelekeze kwa namna gani? Mimi ni babako. Nimesema mpaka nimechoka. Baba, nimeingia sasa hivi. Na muda huu unataka kusema nimemwibia mtu? Baba, siwezi nikaiba mimi. Na siwezi nikamwibia mtu kukuletea wewe msala. Baba, naomba uniamini mimi mwanao. Kama mbadilika mwanangu, mimi nimefurahi. Mimi nikashangaa Duchu hata nyumbani hajafika. Kashafanya tukio. Usisikilize maneno ya watu Faza. Na ndio maana kila siku nataka mimi na wewe tugombane. Basi ingia ndani ukaoge. Nikupatie pesa ndio kale. Haina shida baba. Hayo ndio maneno nataka niasikie mimi mwanao. Mimi nimwibia mtu, nimwibie nani baba? Nimwibie nani? Sitaki majanga sasa hivi. Unajua maisha yetu mzee. Faza, kama kawaida usiwasikilize watu. Baba. Mbona nimeingia ndani sijamuona dada? Vitu vyake vinye sivioni. Vipi kwa nikama? Dada yako bwana ameolewa. Lewa? Kaolewa. Japo nimechelewa kukwambia toka umekuja. Ila dada yako alishaolewa na aliolewa na tajiri mkubwa sana. Kwaona mjomba anajua hilo swala. Mjomba anajua. Shangazi naye? Yeye ni sawa kumwambia. Sasa baba, kwa nini hujawaambia watu kama hao? Na mimi mwenyewe nao hujaniambia vile vile mzee wangu. Kwa nini dada aolewe humu ndani bila mimi kujua? Yule dada mimi mama alivyofariki, mimi dada alikuwa ananilea sana. Kwa hiyo lazima nijue anapokwenda yeye dada. Sasa hujaniambia mzee wangu. Kwa nini hujishirikisha? Sikiliza Duchu. Wewe ni mtoto kama yeye alivyo mtoto. Kwa hiyo swala la kuolewa mimi ni mzazi na nimeamua. Wewe unaanza kunipangia mimi eti nikushirikishe wewe kama nani? Wewe ni mtoto kwangu, huwezi kunipangia chochote. Nishamuozesha mwanangu. Wewe unataka akae hapa endelee kuwa anatuletea mtoto ya haramu, si ndio? Wewe ungefurahi. Tunapishana chochote kukutana naye chochooni, anatembea anasema bwana, wewe ungefurahi. Nimeamua kumuozesha ili niwe na heshima. Nataka wazee wenzangu nicheke mimi mtoto wa haramu ndani huko. Sasa baba, hata mahali yake hata kunitumia hata mahali. Usinipangie. Tena usinipangie nakwambia. Maki umekuja, yaani ushakuja wewe, uninyime la, si ndio? Faza, kwa swala hili hatutoelewana. Tutavunjana kweli heshima. Mimi natoka sasa hivi. Nikirudi, nataka dada yangu awepo hapa. Sitaki kuelewa kitu kingine mzee. Tutakorofishana tena kinoma noma. Nadhani umenielewa. Goodbye.
Anko. Mjomba. Mjomba. Ndio mjomba. Yaani umependeza, umenawili, umenenepa mjomba. Huko ulikokuwa? Bora hata usinko. Kwa nini? Mjomba wewe jioni ulivyoangalia. Umependeza mjomba wangu. Asante sana mjomba. Nashukuru sana mjomba. Hongera sana. Karibu sana. Mjomba, mimi nimekuja. Ujio wangu huu kwako. Nimefika pale nyumbani. Dadangu kwanza sijamkuta. Namuuliza baba ananiambia dadangu mimi kashaolewa. Nimeshangaa sana. Mimi mwenyewe mbona sina taarifa? Ama mbona hajaniambia? Kwa hiyo hata wewe mjomba kweli hujaniambia au kutafuta njia yoyote ile mjomba kunifikishia mimi salamu kwamba bwana mjomba njoo dadako anataka kuolewa. Mjomba umeshindwa kitu gani? Duchu, mimi nikwambie kitu. Haya mambo babako ameyafanya kwa haraka zake. Hakufuata utaratibu hata kidogo. Nimejaribu mimi kumuelekeza kwamba shemeji, unachokifanya hichi hakiendi sawa sawa na jamii. Kweli ukija kuangalia wewe huna taarifa. Mimi sawa, nimepewa juu tu. Matokeo yake kila nikimwambia basi tuliza tufanye hivi 1 2 3 ananiambia Kwa hiyo haya mambo amefanya kwa haraka bila hata kumshirikisha mtu yoyote. Sasa mimi ningefanyaje mjomba? Mjomba, sio haki kabisa nilotendewa mimi. Yaani sio haki kabisa nilotendewa. Hivi kweli wewe linakuingia kichwani kweli mjomba? Dadangu aolewe, mimi nisiwe na taarifa. Kweli mjomba? Nyinyi ndio watu wakubwa, mimi nakutegemeeni. Kwa nini mnashindwa kunipa taarifa kwa wakati? Hivi wewe ni mgeni na babako? Babako amepata pesa, amekuwa rimbukeni wa kutupwa. Sasa hivi anakunywa mapombe ovyo, anafanya starehe anazozijua yeye. Kila nimeenda mara kibao pana anambia shemeji, unachokifanya hichi na hichi hakifai. Mimi amenisikiliza? Hasikilizi mtu hata siku hii moja. Kwa hiyo bwana mimi siwezi yani siwezi kuhusika. Yani ni kama mimi sio familia vile. Mimi nitafanyaje? Faza kule na matatizo. Sasa kwa hiyo mjomba tunafanyaje hili swala? Hapo la msingi kwanza mimi nikuase wewe kwanza utulie. Jambo ndio lishafanyika. Yani kama ni maji yamemwagika yazoleki. Kuwa mpole. Tutafanya utaratibu, nitaongea na baba yako vizuri. Aidha tukutane mimi wewe baba yako ili tuweze kujaribu kuongelea tena hili swala, lakini mimi mwenyewe binafsi nimeshindwa, nimefanya kila mbinu, nimeshindwa. Matokeo yake mimi nikawa naambiwa mchawi na babako. Sasa unafikiria haya mambo si mazito haya? Mjomba. Acha babako. Sawa mjomba. Haina shida. Mimi nakuachia wewe kwa sababu wewe mtu mzima. Sawa. Basi sawa, mimi naomba niende. Haya mjomba. Tutaonana basi. Haya, asante sana. Haya. Aise. Sasa safari hii shemeji akili tamkaa sawa. Hichi chuma kimeingia hichi. Hizi tamaa zake za pesa hizi. Huyu atamnyoosha. Mimi najua ipo, atamnyoosha tu huyu. Karibu Ethan. Safari yangu ni ya siku chache sana. Kwa hiyo ulinzi wa eneo hili unakabidhiwa wewe. Hakikisha hakuna mtu yoyote anaweza kuingia au kutoka ndani ya nyumba hii. Oh, Ana. Huyu anaitwa Ethan. Ndiyo atakuwa mlinzi wenu wakati mimi sipo. Ukiwa na tatizo lolote mtamwona, sawa? Ethan, mke wangu huwa anashinda ndani tu. Hatoki kwenda popote. Na kutegemea sana. Nafikiri unanijua kama lolote likitokea. Sawa? Bila shaka nimekuelewa bosi. Mimi siwezi
kurudi tena mahali langu chozi Wemala, hiki nini? Iko nini? Unajua kabisa upo kwenye siku zako alafu unatoa mchezo. Wewe vipi bana? Wewe kaka wewe. Mimi hapa na shida na pesa. Habari ya kuwa sijui kwenye mchezo, sijui kwenye nini sielewi. Sijui unanielewa. Nitafutie sababu. Sasa sikia. Mimi mwenyewe bandidu vile vile. Kama unaniletea michezo ya mjini, mimi mwenyewe mtoto wa mjini vile vile. Tena nitakuvuruga kisawa sawa. Sasa sikia. Hapa uambuli hata senti. Sikia nikwambie kaka. Labda sio kwa mimi. Mimi mtoto wa mjini. Siwezi nikazulumiwa hela yangu hivi. Yaani unifanye, uniingize, afu niambie eti unipi pesa wewe. Sina pesa, fanya unataka kufanya. Yaani nyinyi ndio mikaka ile ya vijijini huko mnakuja dau huko mnajua kuna vitu vya bure. Hakuna vitu vya bure da, toa hela upate kitu. Shamba hili. Sina pesa. Malaya tu. Malaya gani unakuwa mchafu na unategemea pesa? Vipi? Ala. Shikamoo baba. Sijambo baba. Nilikuwa nimelala hapa baba. Basi wiki ijayo nitakuja. Mimi siwezi kurudi tena mahali langu chozi halina maana. Mimi siwezi kuomba msamaha. Toka nje kidogo, kaa ndani muda wote haitakusaidia kitu. Namna kitu cha muhimu sasa hivi kwenye maisha yangu. Zaidi ya kifo tu. Kwa nini umewahi matokeo sana? Lazima. Kwa sababu yuko na kitu pekee cha muhimu ambacho kimebaki. Sina umuhimu kwenye maisha mtu yoyote yule. Hamna mtu ambaye anaona thamani yangu. Tazama Zakia, najua maumivu yako. Maana hata mimi nilichukua muda mrefu sana mpaka kukaa sawa. Kuelewa na mtu usiyempenda ni maumivu makubwa sana. Ila hii dunia ya sasa imejaa ushetani mwingi sana. Tuvumilie tu. Ila kwa sasa amesafiri. Kama sitotoka ndani ya hii nyumba, basi nitakuwa sina sababu ya kuishi. Hakuna sehemu ya kutokea. Maana milango yote imejaa password maalum. Hata mimi mwenyewe sijawahi kuzijua. Kingine, amemweka mtu kwa ajili ya uangalizi wetu. Unaweza kunisaidia simu yako? Mimi siwezi kurudi tena mahali Ni hatari unachotaka kukifanya. Kumbuka ametoka kila mahali. Mimi siwezi kuomba msamaha mahali wema wangu haukuonekana. Macho aliona, moyo kapenda. Shikamoo baba. Marahaba binti yangu, kwema? Sio kwema kabisa baba. Hivyo uliwezaje kuruhusu niolewe na mwanaume ambaye alikuwa ni tofauti na kwenye picha? Sikiza Zakia, wewe ni mwanangu wa pekee. Sasa kama hautanisikiliza basi hatutaelewana milele. Unamaanisha nini baba? Tulia kwenye ndoa yako, na kama inatokea utafanya kitu cha tofauti na mimi babako, basi hesabu kuanzia siku hiyo mimi sio babako mzazi. Nimekukosea nini baba yangu? Kwa nini unanifanyia hivi? Ala.
swali langu chozi halina. Shughuli yangu ile bwana jana nimemwashia moto mpaka atoa hela yangu. Haiwezekani jina langu liwe la mwisho mwisho na hiyo pesa nayo pia iwe ya mwisho mwisho. Shoga yangu, bora tulipopata hiyo pesa, maana hapa ninawaza hata sielewi. Mimi leo jioni na mchezo, afu sina hata 100. Bora tulipopata hiyo hela shoga yangu, nipe hata 50. Wewe usienda kwa mchati jana? Mchati wa nini bwana wewe chizi? Kwani umenikumbusha? Huyo mchati kwa nataka nimuoneshe show. Yesa ifanye mtoto wa mjini, nitamkomesha, yani nitamfanya kitu hataamini macho yake. Mbona kasi sijakuelewa? Nilikuwa nimeenda na yule mchati. Kufika kule, mimi hapa nilikuwa nimeweka mpira hybrid stoke. Bahati mbaya ikatoka, akaona. Kondo akataka kupa pesa yako kata. Subiri kwanza, turudia nipokee simu. Halo? Sawa. Inakuwa ni hotelini au? Kama ni nyumbani mimi labda uniongezee pesa. Misho time naenda 70,000. Ukitaka kulala na mimi 200,000. Kwa hapo utachagua wewe. Kama hivyo sawa, haina noma. Sawa, nitumie location nakuja chapa. Okay. Shoga yangu kama Zari. Niko kulilia hela hapa sasa hivi, cheki kichwa hicho kimejeta chenye hata kijaitwa. Wewe uogopi. Sikia shoga yangu, subiri nitachelewa mie. Ngoja nikajiandaa, nitumie location tu hapa na hapa. Mzee, yani uwezi amini mzee eti anataka nikakae kwake. Umri huu. Serious? Na unajua pigo zangu zile, madem na kushaji ndugu yangu. Hiyo uongo hiyo shehe. Hiyo uongo hiyo. Wewe ongea naye, mwambie kurudi kule uongo. Katae kabisa, kule kurudi kule sio kweli shehe. Uwezi amini ameshindwa kuelewa kabisa ni. Hataki kusikia jambo lolote mimi kukaa huku mjini. Kama nikumchangamka sasa hivi watoto kibao. Hapo ndo ninapochoka sasa. Watoto kibao hapo kwenye nakwambia juzi nimeingia mitaa fulani hapo shehe. Kwa nimeingia nimepoa, nimetulia. Mzigo wangu nimetoka nishapiga mzigo wangu nimetulia pale. Watoto wananishobokea wanajaa wenyewe. Nimetulia sina shobo na mtu naambiwa. Niko mezani kutulia hivi shanapita shula. Kalewa ovyo. Chakali. Nikasema mtoto nipite naye au nifanyaje, nikawa namwaza pale nimekaa naye gonga naye sana. Nikasema nikucheki nini, nikasema ndio umelala sasa hivi. Nikamwona nikukaushie. Unazingua. Si ungenicheki, yani ungenicheki simu moja tu mimi ningefika pale. Oya, afu si unajua ana Vincent kidogo. Sasa nataka nichole bonge moja na hata tu ya kishuo. Oya. Yani mtaa wote ukipita watu oya. Yani na huyo shule sasa. Natalipa hizo. Mimi washapanga hiyo shehe. Au useme kwa shule sasa. Nilipanga nikachole kama wewe. Sema weekend tunaenda wapi sasa? Weekend una mitaa kisiwani hivi shehe. Hatari. Huko hatari, unaambiwa watoto wanakufuta mkono. Hadi unapita hivi mtoto anakushika mkono, njoo huku kaka. Mtoto anawashwa, watoto kibao. Yaani wewe unataka kufika kule. Nakupeleka hatari huko baba. Sana. Unaweza kunipeleka nje mara moja? Hapana, sijapewa ruhusa hiyo. Ni dharura. Ipi? Amna, ni mambo ya kike tu. Okay. Nitaongea naye alafu kisha nitakujulisha. Okay, sawa.
chozi halina maana. Mi siwezi kuomba msamaha mahali wema wangu haukuonekana. Macho aliona, moyo kapenda, ila huyu lemwona so yule nilompenda. Nafsi tulia, macho acha kulia, japo huyu nemwona so yule nilompenda. Swala la nafsi alioni mato, ni upendo wangu ndo wanitesa. Swala la nafsi alioni macho, ni upendo wangu ndo wanitesa. Mke wa bosi, mke wa bosi, mke wa bosi, mke wa bosi, mke wa